Hapa 21 inazidi kuweza kusonga mbele, wanaita bad guys. Twende sambamba zaidi. Hii wanatuambia ni secret, yani siri. Balaa Blue. Huko ni mahali Pete anapoweza kufanya kazi. Asubuhi na mapema ilibidi kuweza kuripoti dukani na kuweza kufungua. Ni sehemu ambapo watu wanakuja na kuweza kulengalenga shabaha. So akafungua duka. Pete ndugu yake na Race. Hello จ้ะ Hello ndio. ถึงที่ร้านแล้ว Nishafika dukani. โอเคเดี๋ยวเจอกันเที่ยงนี้ Okay, basi tutaonana mchana. Anaangalia mezani. Ajabu, anashangaa damu. Okay. Wacha nikate simu. Hapa nipata mashaka. Nini kinaendelea? Hii damu ni ya nani? Nani kaingia hapa? Taratibu akawa anafuatilia ile michirizi ya damu. Anatupa macho mbele. Baba! Mzee alotoweka. Sasa ndio anaonekana na amerudi na jeraha. Baba, nini kimekukuta? Nani kafanya hili kwako? Mzee sio kuzungumza. Namchai akiwa na Padeji wanavuavua. Babangu pia alikuwa akiweza kunichukuaga kwenda kuvua samaki, ila kiukweli sikupenda. Nilikuwa nikikaa na subiri na kuangalia tu, lakini baadaye nikaona kama nakereka. Lakini kawaida samaki kuweza kunasa kwenye chambo. Ndivyo babangu alivyoweza kusema pia. Nilipokuwa nikajifunza kitu kimoja, kuweza kukamata samaki sio bahati. Ila inabidi uweze kusubiri mpaka utakapoweza kupata kitu. Na hapo ndipo utaweza kumuelewa samaki pia. Na hapo ni kama utaweza kutumia chambo kizuri. Mchezo kama huu inabidi tuweze kucontrol vizuri zaidi. Itafurahisha. Kanasa. Taratibu, acha pressure. Hey, mkubwa. Hii babu kubwa. Pitaki naye anakuja na jeraha lake. Pitaki, leta wavu tusaidie kuweza kumtoa samaki mchikavu. Taratibu, taratibu. Taratibu, Padeji, taratibu. Pitaki, ndio kwanza anakutana na Padeji. Hamjui ni nani? Huyu anafaa kuweza kutumika. Ni mwazi na ni mtu anaweza kunyoka. Rekodi yake ni safi. Na pia ni mnyenyekevu. Kichaa kama wewe unastahili kuweza kuwa na mtu kama huyu ili akusaidie. Yaani Padeji. Pitaki ndivyo anaweza kuambiwa. Huyo samaki alivyoondolewa kinyang'ao. Hey!
Pale pale anapigiwa simu. Inspector, tumegundua Yaki ni sehemu gani alipo. Yuko wapi? Tutaongea baadaye zaidi. Ikabidi kutoka ili kujua Yaki ni wapi alipo. Wanasema wamempata. Padeji alimwangalia tu mtu huyo. Ila Namchai anataka Padeji afanye kazi na Pitaki, sababu ni mtu ambaye yuko vizuri kila idara. Anawezekana kuweza kumsaidia kwa sababu ana busara pia. Rekodi yake ni safi. Sasa hapa ni eneo la uchomaji. Majeneza ni mengi sana. Naye alikuwepo hapa kwenye eneo la uchomaji. Kwa hiyo amekuja kumchoma Yaki kabisa akiwa hai. Abaki majivu. Nahitaji msaada wa kitu. Na natumai ndo mtu pekee wa kuweza kunisaidia. Kuna mtu aliweza kumfuata na kumpa hii kazi. Uhakika naelewa. Lakini mtu huyu sura yake hatajionyeshwa ni nani. Na alitaka afanywe kazi gani na maneno yangu umeyapata. Mtu huyo lazima afe. Na nakwenda kumua mwenyewe. Sasa walikutana nani hapa ba, wakaingia makubaliano. Huyu mtu sura yake hatujaonyeshwa, bali alileta ombi kwamba kuna kitu nahitaji uweze kunisaidia. Kuna mtu anataka uawe. Kaika viazi pale na kebichi. Baba nakurupuka, ni wapi hapa? Yuko ndani ya gereza. Vishindo anasikia nje. Tutaona na Yak. Yeye mwenyewe pia anamheshimu Yaki kwa sababu jamaa pia alishasaidiaga maisha yake. Wakati aliweza kuwekwa kati na magenge ya kiuno wakitaka kumua, Yaki alimsaidiaga. Lakini kwa sababu Yaki amekeuka sheria na ameshindwa kuweza kumondoa Sky, basi yeye ndo anastahili kufa. Jeneza likazamishwa kwenye uchomaji na moto ukawashwa. Wajomba wanasepa, unafungiwa hapo mpaka uwe majivu. Sasa ni balaa. Wanafuatilia mwongozo. GPS inaongoza kujua Yak ni wapi alipo. Kwamba GPS iko on, si ndio? Na mwanzo ilikuwa imepotea. Sasa hivi inaonekana ipo on. Tempo. Sasa Yaki Tempo anafanya nini? Huenda yupo kwa ajili ya kufanya ibada au kwenye mazishi. Ndio. Hebu ongeza speed. Hii kawaida. Yaki aende Tempo kufanya maombi toka lini? Na kama ni mazishi ya nani? Kumbe mazishi yanafanywa yeye. Lakini GPS inasoma kuwapa mwongozo kabisa. Na mwanzo ilizimwa. Kama ilizimwa ina maana kwamba wasingeweza kumpata. Huyu alowasha ni nani? Ina maana kwamba bado anahitaji mtu huyu aishi kwa njia moja ama nyingine. Mimoshi tu inajaa ndani. Hali ni tete. Balaa kwa Yak ni zito. Wajomba wakafika. Tempo ndo hii hapa. Eneo la uchomaji. Resi akaangalia sana. Mbona ni moshi? Sky ni alijua hapa kuna tatizo. Na ngome inaonyesha hapa hapa. Mbona ni eneo la uchomaji? Wewe. Resi akawahi ndani. Sky naye huyo. Moto unawaka kule. Eneo la uchomaji. Target ndio inaonyesha hapa. Lango limefungwa. Kitu inaungua. Mwambe yuko ndani ya jeneza. Resi akaona si kawaida, pumbavu. Nondo iko wapi? Ni kuvunja hapa kutoa jeneza. Jamaa usikute huko ndani. Sky naye akawahi. Pambane. Yuko ndani kuna nini? Moto ni mkali. Vuta jeneza. Wakalichoma baba kakurupuka. Yake kapinda. Hivi nini? Upumbavu. Mama. Wa kwanza namuona ni Alice. Ufala. Nimekufa. Kwa nini naona malaika? Ni mpuzi ni?
Yeah. Simu inaitwa pumbavu gani? Kuna simu inaweza kuwekwa ndani ya jeneza. Ala. Kwanza nakutana na GPS iko on. Alafu cha pili ni simu. Simu alopiga ni Hem. Na maana kwamba Hem hakutaka yake afe. Unaona shughuli eh? Vipi marafiki zako wamefika huko? Anaambia kwa nini umeamua kuweza kunisaidia? Wacha tuseme kwamba mimi tayari nishaweza kukuua. Ila naomba usije ukaweza kuonana na mimi. La sivyo utakuwa ni nyama iliyokufa kweli. Kwa hiyo akamsaidia kwa hilo. Hemu akiwa hapa. Anauliza nyi watu kwa nini mko hapa? Simu iko on. Yake anasikia. Shirikiana na sisi, ongozana na sisi. Bosi wenu ni mwoga sana eh? Hemu mbabe. Ameshindwa kuja mwenyewe. Haya njoeni, mnataka kunichukua? Njoeni. Sogeni. Kaliamsha. Yake anasikia kila kitu kwamba Hem yupo kwenye mtihani. Sasa kama Hem kamsaidia, Yake naye inabidi kuweza kulipa wema. Halo mheshimiwa, nini kinaendelea? Haelewi. Nauliza nini kinaendelea? Baba akamata simu. What's up? Wewe mpumbavu ni nani? Niambie wewe ni nani sasa hivi? Nakuuliza wewe ni nani? Kata simu. Hem anatekwa. Sababu haijulikani ni nini. Wauni ni wengi. Yak, unaenda wapi? Na kwenda kumsaidia Hem. Unajua ni wapi alipo? Ni tatizo. Sijui. Inspector, naomba unisaidie kumtafuta mtu huyu. Sio kazi yao. Captain. Pretty boy, wewe mwenda wazimu. Mshawishini basi hata inspector. Inspector. Tafadhali inspector. Alipiga mpaka goti. Anamheshimu sana Hem. Na kuomba. Si kawaida yake kuomba hivi. Hem ana thamani kubwa sana kwake. Res. Yeye katulia tu. Pazito. Nisaidie mimi kuweza kumpata Hem. Nipe nafasi. Najua nimefanya makosa. Ila nahitaji unipe nafasi niweze kumsaidia Hem. Nimpate Hem ili kuweza kulipa wema aliweza kunitendea. Tafadhali. Naomba. Nahitaji kumlipa mtu huyo kwa kusaidia maisha yangu. Baada hili niko tayari kuweza kufanya chochote utakachoweza kuniambia. Maneno yake sio mimi. Haya. Balani zito. But guys, hii hapa inazidi kusonga mbele. 21. Tukutane katika sehemu 22. Ili kujua ni yapi yanakwenda kujiri zaidi. Huyu ni the king himself. Bye bye.